Majadiliano yanaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Vikao maana yake ni mkusanyiko wote ambao unakutanisha watu wenye nia moja na lengo moja, na wakikutana wanakutana kwa ajili ya kutafuta aidha suluhu, kwa ajili ya kufanya maamuzi, kwa ajili ya kupitisha agenda fulani, kwa ajili ya kutunga sheria fulani. Maana ni watu ambao wanakubaliana, watu ambao wanafahamiana pia, watu ambao labda wana agenda inayofanana. Kuna vikao ambavyo tunaweza kufanya kikao kwa sababu tunataka kusuluhisha kati ya upande huu na upande huu. Kwa hiyo tunaita pande zote mbili, na kuna na ambaye atakuwa katikati, ambaye atakuwa na play nafasi ya kutuunganisha. Lakini aina hii ya vikao mimi naviongelea ni vikao ambavyo wanakutana aidha mtu, ni mkusanyiko ambao unakuwa na mtu au watu au viumbe vya rohoni vinakutana pamoja na watu. Aidha ni roho kwa roho au viumbe vya rohoni vinakutana na watu na wanakaa kwa ajili ya kufanya maamuzi fulani, au kwa ajili ya kupitisha agenda fulani, au kwa ajili ya kutunga sheria fulani, au kwa ajili ya kuruhusu jambo fulani litokee. Vikao vya kupitisha mambo, vikao vya kutunga sheria. Kwa mfano, hata serikali yetu ya Tanzania ina kitu kinaitwa bunge. Moja wapo ya kazi ya bunge ni kukaa na kutunga sheria, kukaa na kupitisha mambo, kuangalia hiki ni sawa, hiki sio sawa, hiki tukubali kukipitisha kama sheria, na hiki kibakie tu hivi, hiki tuachane nacho kwanza, hiki kifanywe kazi. Maana yake kazi hivi vikao ni kutunga, na wakati mwingine sio tu kutunga, na hata kuboresha au kuondoa sheria ambayo watakubaliana tuiondoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unanielewa vizuri? Sasa vikao hivi vinaweza vikafanywa aidha ni roho kwa roho, au ni roho zinakuwa zimekutana mahali pamoja na zinakuwa zinajadili. Kwa mfano, Zaburi 82 mstari wa kwanza, Zaburi 82 mstari wa kwanza anaongea kwa habari ya Mungu amekaa katika kusanyiko la miungu. Anasema Mungu asimama katikati ya kusanyiko la miungu, na katikati ya miungu ana hukumu. Kuhukumu maana yake nini? Kuhukumu maana yake ni kutoa maamuzi, na haya maamuzi yanawezekana ndio maamuzi ya mwisho ambayo tunatakiwa kuyatekeleza. Kwa hiyo hata Mungu anakuaga na vikao. Hata Mungu anakuaga na vikao. Hata Mungu. Na kusanyiko hili nimekuonyesha ni roho zimekutanika. Mungu pamoja na nani? Na miungu. Na miungu wanaongelewa hapa ni wana wa Mungu. Mstari wa 6 ndo anaelezea vizuri. Anasema hivi, mstari wa 6 anasema mimi nimesema ninyi ni miungu, ndinyi miungu na wana wa aliye juu. Maana yake miungu hii ambayo ilikuwa inaongelewa hapa ni wana wa Mungu. Kama uko hapa na wewe ni mwana wa Mungu, na nikwambie tuna kikao tunaendelea nacho kwenye ulimwengu wa roho sahihi katika jina la Yesu. Na baada ya kikao hiki lazima kuna maamuzi tuyafanye. Kuna watu tutawaondoa na kuna watu tutawainua. Bila nasema sisi ni watu ambao kupitia sisi tuna uwezo wa kuangusha wengi na kuinua wengi. Leo anayepaswa kuanguka tunamwangusha kwa jina la Yesu. Sema amina ya sauti tena. Amina ya 3 ya sauti tena. Na anayepaswa kuinuka baada ya kikao hiki tunamuinua kwa jina la Yesu. Tunainua uchumi wako, tunainua ndoa yako, tunainua huduma yako. Tanzania inuka, na kila anayepaswa kuinuka inuka kwa jina la Yesu. Mungu amekutanika na miungu, na Mungu anafanya maamuzi, anahukumu. Neno anahukumu ni kwamba Mungu ndo alikuwa kiongozi wa hicho kikao. Na niwaeleze watu wa Mungu, Mungu wetu ni Mungu ambaye kuna wakati afanyi jambo bila kuwashirikisha watu. Amosi sura ya 3 ule mstari wa 7. Amosi sura ya 3 ule mstari wa 7. Sasa na wana wa Mungu ndio sisi sasa hivi. Sisi ndio wana wa Mungu. Kwenye agano jipya sisi ndio wana wa Mungu. We are the sons of God. Sisi ndio wana wa Mungu. Nikisema mwana wa Mungu nasema mwana wa Mungu. Itikia sasa, mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Unapoamka asubuhi, kabla shetani hajakwambia kwamba hauna vocha, hauna hela ya kula, hauna sijui nini, jikumbushe mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni mwana wa Mungu. Utambulisho wako ndio nguvu yako. Yoyote asiyejitambulisha ni mtu ambaye kuna kitu atakikosa tu. Akaja mtu hapa, akatokea mtu hapa, kwa mfano akatokea mtu hapa, akasema mimi ni mtoto wa waziri mkuu.
kuna namna tutamchukulia, kuna namna kuna kanisa wanaweza kumchukua pia wakamweka mbele, wakamwambia bwana weka hapa mtu wa Mungu, na akaanza kumwangalia usalama, wanamuuliza labda unahitaji nini, kuna namna wataanza kumtreat, wataanza kudili naye kwa sababu ya utambulisho aliotoa alipokuwa. Nguvu yako kama mwana wa Mungu pia wakati mwingine ni kutoa utambulisho wako. Sema utambulisho wako. Sema wewe ni nani. Tamka vitu visikie. Shetani anaenda kwa Yesu anamwambia ikiwa ni mwana wa Mungu, maana alikuwa anampima. Alikuwa anataka kujua utambulisho wa Yesu ni utambulisho gani. Ikiwa ni mwana wa Mungu, yaambie mawe yao mkate. Wewe ni mwana wa Mungu na kuanzia leo unaanza kudhihirika katika jina la Yesu. Amos sura ya 3 mstari wa 7 anasema hakika Bwana hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Safari hiki ni kikao na watumishi wa Mungu. Hiyo watumishi manabii sio manabii tu, manabii wakachukua ile wakajimilikisha wakasema ni wao tu. Hapana, manabii ni mtu yote ambaye anasimama anawachunga watu wa Mungu au anaongea kwa niaba ya Mungu. Nabii ni mtu ambaye anaongea kwa niaba ya Mungu, ni mtu ambaye ni kinywa cha Mungu, ni mtu ambaye tukienda kwake tunategemea kulisikia neno la nani? La Bwana. Kwa hiyo yote ambaye tunaweza kwenda kwake tukalisikia neno la Bwana ni mtu ambaye Mungu ana uwezo wa kumfunulia. Na ndio maana mimi nashangaa mtu ambaye anakuwa na vita na nabii wa Bwana eti kwa sababu ametoa unabii, kwa sababu manabii wanasema ambayo Mungu anataka kufanya. Nabii wote wa kweli anasema ambalo Mungu anataka kufanyaje? Kufanya. Maana yake akisema ni wajibu wetu sisi sasa tukubaliane na Mungu afanye hicho anataka kufanya, au tukatae Mungu afanye mwenyewe, itakuwa itakavyokuwa. Na Mungu ndivyo alivyosema, na hatuwezi tukitaka kuzuia manabii wasiseme ambacho Mungu anataka kufanya au Mungu anachokiona, basi tumzuie Mungu kwanza, kwa sababu Mungu ndiye anawashirikisha watu, sio watu wanamshirikisha Mungu, ni Mungu anawashirikisha watu. Anasema bali bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Hiki inawezekana pia ni kikao. Kikao hiki ni cha kupeana maelekezo au kupeana taarifa. Unajua hata kwenye kikao kuna kuwaga na ile agenda zilizopita. Tunatoa mrejesho wa kikao kilichopita. Tunapeana mrejesho, bwana kikao kilichopita kilikuwa hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kuna vikao vingine Mungu anakutana na watumishi wake, au Mungu anaongea na watumishi wake. Wanapokuwa wanaongea, Mungu anawaeleza yale ambayo anataka kufanya, anawafunulia yale ambayo anataka kufanya. Na watumishi wake pia wana uwezo wa kusema ndio wakati mwingine, au wa kusema hapana. Ukisema ndio maana yake unakubaliana na Mungu kuliombea hilo jambo mpaka limezaliwa. Kama ambavyo tayari tumeshaiona ajenda ya Mungu ya Tanzania mpya kupitia nabii wake baba yetu, na kutokea hapo tumekubali kushirikiana na Mungu kuzaliwa kwa Tanzania mpya, na inazaliwa kwa jina la Yesu. Ngoja nikuonyeshe tena. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Vikao vya kiroho. Vikao hivi kuna maamuzi vinapitisha. Na ulimwengu wa roho ndio ulimwengu ambao ni halisi kuliko uwanje. Uwanje unapokea vinavyotoka rohoni. Vyovyote ambavyo unaviona kwenye ulimwengu unaonekana ni vitu ambavyo ni zao la ulimwengu wa roho. Ngoja nikuthibitishie. Hii miti unayoiona ni zao la ulimwengu wa roho. Mungu alisema na itokee miche ya mimea, itokee miti ya matunda, itokee kitu fulani. Maana yake miti unayoiona imetokana na ulimwengu wa nini? Wa roho. Jua unaloliona ni Mungu alisema kutokee jua, nuru mbili kubwa, moja utawale mchana, mwingine utawale usiku. Ya mchana ikaitwa jua, ya usiku ikaitwa nini? Mwezi. Maana yake jua limetoka kwenye ulimwengu wa roho, na limetoka kwa entity ambayo ni Mungu, ambayo ni roho. Mungu ni roho. Alipokuwa anasema vilikuwa vinatokea. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine ni kwamba Mwanzo 1:1 anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Chochote unachokiona kimeumbwa na Mungu ambaye ni roho, au kimetokana na ulimwengu wa roho. Mungu anawakilisha ulimwengu wa roho. Uumbaji wote wa kitu kitakachoonekana kwenye ulimwengu wa mwili umezaliwa kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Na kwa tafsiri nyingine ni kwamba usianze jambo kimwili kama hujalimaliza roho. Ndio maana kuna mtu mmoja anasema ukiona naliendea jambo ujue hilo limeisha. Kwa nini limeisha? Sio limeisha kwa sababu mwilini kuna dalili zinaonekana, ni kwa sababu rohoni alishamaliza. Ukimaliza rohoni, nje imeisha. Sema imeisha hiyo. Sema imeisha hiyo. Maana yake tukimaliza hata hapa leo tumewaharibu wanaotunga mimba za uovu. Tumewamaliza kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Tulichokifanya rohoni na nje ndio imeisha hiyo. Kuanzia leo wanapotea mmoja baada ya mwingine katika jina la Yesu. Ukimaliza kwenye ulimwengu wa roho imeisha. Ukisema kwenye ulimwengu wa roho, na ukasema kwa sababu una mamlaka ya kusema, ukisema ulimwengu wa mwili
unapokea unachokisema, na baada ya muda kinazaliwa. Mwanzo 1:26 anasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Angalia, tumfanye mtu. Maanake hiki ni kikao kilikuwa kinaendelea. Hata kuona mtu ametokea, maana yake mtu ni zao la kikao kilipita rohoni. Tafsiri yake ni kwamba ukiona kuna mtu muovu anatokea, ujue ulimwengu wa roho ulikaa, wakasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu, atakayebeba uovu au peleke duniani. Hata kama mtu ameshazaliwa tayari, kuna ulimwengu wa roho unaweza kaamua kabisa. Moja ya kazi ya hivi vikao pia ni kutengeneza miili ya watu au kutafuta watu watakao tekeleza ajenda zao kwenye ulimwengu wa mwili. Kwa sababu mbingu ni mbingu za Bwana, nayo nchi amewapa nani? Wanadamu. Maana yake chochote ambacho utaona wanadamu wanafanya kwa sababu hicho kitu kimetoka kwenye ulimwengu wa roho, aidha upande wa nuru au upande wa giza. Hata kama ulimwengu wa roho akakubaliana, asitokee mtu kwenye ulimwengu wa mwili atakayesema niko hapa na niko tayari, hicho kitu hakizaliwi. Ndio maana ikitokea hakuna mtu wa kushirikiana na roho ya uchawi, kwa sababu uchawi ni roho. Ikitokea hakuna mtu wa kushirikiana na roho ya uchawi ili ifanye kazi, uchawi hautakuwepo Tanzania. Nakwambia ukweli. Ikitokea pia hakuna mtu atakayekubali kushirikiana na Mungu ili Mungu atekeleze ajenda zake kwenye Tanzania mpya, na nikwambia ukweli kwamba Mungu atashindwa kwenye Tanzania mpya, hata kuwa na cha kufanya. Ajenda zote zinazotungwa kwenye vikao vya ulimwengu wa roho vinahitaji watu. Kwa hiyo tegemea kuona watekelezaji wa ajenda za ulimwengu wa roho ni watu. Haleluya. Nimesema watekelezaji wa ajenda za ulimwengu wa roho ni nani? Ni watu. Sasa hicho ni kikao kilikaa kikamuinua mtu ili ainuke akatawale samaki. Anasema ainuke akatawale samaki wa baharini na kutawala ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Angalia, vikao vya kiroho pia vina uwezo wa kuamua nani awe mtawala. Vikao vya kiroho. Hata hiki ni kikao na leo tunaamua nani tumweke kwenye bandari asimamie samaki wa baharini. Samaki wetu wa baharini sasa hivi ni meli zetu, asimamie meli zetu na vitu vyetu ambavyo vinakuja kwenye bandari yetu. Tunaweza kuamua pia nani akae kwenye wizara ambayo itakuwa na dini na mambo ya angani, ndege zetu na vitu vinavyopita angani. Na masuala ya mawasiliano pia. Lakini pia tunaweza kuamua nani adili na wanyama, mbuga zetu za wanyama, vivutio vyetu vya utalii. Na anasema na nchi yote pia. Tunaweza kuamua pia nani akae juu ya nchi yote hii. Ni vikao vya rohoni huwa vinaamua. Kama unavyoona hapa. Wanaweza kaamua rohoni nani aingie kwenye ndoa na nani asiingie kwenye ndoa. Nani awe waziri na nani asiwe waziri. Nani ajenge na nani asijenge. Wanaweza wakaamua. Nani amiliki kiwanja na nani asimiliki kiwanja. Wanaweza wakaamua. Angalia walivyoamua tu, walisema na tumfanye. Mstari wa 27 anasema Mungu akamfanya mwanaume na mwanamke. Anasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wake Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Kikao cha roho hicho. Tafsiri yake ukiona uumbaji umetokea ni makubaliano yalifanyika kwanza, wakakubaliana. Na hapo sijui alikuwa ni Mungu na nani mwingine walikuwa wanasema tumfanye mtu kwa sura yetu. Hatujui ni Mungu na nani mwingine. Walikaa wakakubaliana. Vikao vya kiroho, sema vikao vya kiroho. Sema tena vikao vya kiroho. Sema tena vikao vya kiroho. Sema tena vikao vya kiroho. Lakini jambo lingine ambalo nataka ulione kwenye hivyo vikao vya kiroho pia kuna mambo kadhaa yanafanyika kwenye vikao. Kuna mambo kadhaa yanafanyika. Cha kwanza, kikao kinaweza kufanyika ili kutunga sheria. Kikao kinaweza kufanyika ili kutunga sheria. Kikao cha kiroho kinaweza kufanyika ili kutunga sheria. Kikao cha kiroho kinaweza kufanyika au kikao chochote kinaweza kufanyika ili kutunga sheria. Sheria zinatungwa na kupitishwa na vikao vya kiroho. Jambo la pili, vikao hivi kazi yake nyingine kubwa ni kufanya maamuzi. Sio tu kutunga sheria, kufanya maamuzi. Wana uwezo wa kuamua kuhusiana na jambo lolote wakati wowote. Wanafanya maamuzi.
Ndio ile unaona Mungu ameketi katikati ya kusanyiko la miungu, anahukumu. Kuhukumu ni kwamba ni kufanya maamuzi. Maana yake wanakaa wanakutana kwenye Mungu wa roho kwa ajili ya kufanya maamuzi. Jambo lingine pia, vikao hivi vinatumika au vikikaa, lengo lake pia ni kupitisha agenda au mapenzi yao. Zinapitisha agenda ambazo zimebeba mapenzi yao. Kazi yake ni kupitisha agenda ambazo zimebeba mapenzi yao au mambo wanayokusudia kuyafanya. Kupitisha hayo mambo yapite, yatokee, yazaliwe au yakatimilizwe au yakatekelezwe. Na inawezekana wakati mwingine wanaokaa kikao sio watekelezaji. Wanaokaa kikao ni watu walio kwenye ngazi ya juu ambao wakimaliza wanaleta yale waliokubaliana kwa watekelezaji. Na watekelezaji wanaweza kawa ni watu. Farao na wenzake walipokusudia kuwatenda wana wa Israeli kwa akili. Kitabu cha Kutoka sura ya kwanza. Rudi Kutoka pale sura ya kwanza. Ule mstari wa 10 na 11 na 12 na 13 na 14. Anasema Farao akasema na tuwatende kwa akili. Wakakubaliana. Ni shauri wamekubaliana. Ili wasije wakaongezeka. Wakashikamana na adui zetu. Wakaja wakapigana pamoja na wakapigana nasi na kututoa katika nchi hii. Mstari wa 11. Angalia. Wao walikubaliana. Watekelezaji hawakuwa wao. Anasema basi wakaweka wasimamizi juu yao. Maana yake wanaotekeleza agenda waliokubaliana ni wasimamizi waliowachagua. Kwenye kila makubaliano yanayofanyika kwenye kikao chochote cha kimwili au cha kiroho, kuna watu wanaitwa watekelezaji. Hata haya unayoona yanaendelea kwenye taifa la Tanzania, kuna wengine ni watu ambao wanahusika kwenye kujadili mambo kwenye vikao, na kuna ambao wanahusika kwenye kutekeleza yale ambayo yamekusudiwa. Na mimi leo natangaza kwa msaada wa Bwana katika jina la Yesu ya kwamba watungao kwenye vikao na wanaopitisha kwenye vikao na wanaotekeleza hizo agenda, leo nawafutilia mbali kwa jina la Yesu. Nasema nawafutilia mbali katika jina la Yesu. Sema amina ya nguvu tena, nafutilia mbali kwa jina la Yesu. Kwa sababu tusiwafanya hivi wataendelea kututesa. Anasema basi wakaweka wasimamizi juu yao ili wafanyeje? Wawatese kwa mizigo yao. Nao wakamjengea Farao mji wa kumwekea akiba, Pithom na Ramesesi. Mstari wa 12. Anasema lakini kwa kadri walivyozidi kwa tuna mstari wa 13. Mstari wa 13. Anasema Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli. Kwa nini? Kwa ukali. Wamisri wanatendea kazi wazo la Farao. Inawezekana watu wachache wakakaa kwenye kikao na wanayokubaliana wanayaleta ili watu wengi watekeleze. Sema katika jina la Yesu. Kwa sauti katika jina la Yesu. Usiseme kilegelege, sema katika jina la Yesu. Naingia kwenye ulimwengu wa roho kuanzia sasa. Kwenye kila kikao walichokaa wakakubaliana waniporomoshe, wakakubaliana wanitese, wakakubaliana wayafanye maisha yangu kuwa magumu, naingia kwenye hicho kikao na wafutilia mbali wanaotunga hayo mabaya juu yangu kwa jina la Yesu. Natangaza kuanzia sasa mabaya hayatanipata mimi katika jina la Yesu. Jua halitanipiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Natangaza kwa jina la Yesu kila silaha wanayoitengeneza kwenye ulimwengu wa roho kinyume na afya yangu, kinyume na ndoa yangu, kinyume na huduma yangu, kinyume na kazi yangu, kinyume na uzao wangu, haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Na imekuwa katika jina la Yesu. Nasema imekuwa katika jina la Yesu. Nasema imekuwa katika jina la Yesu. Kwa kuna wakati mwingine unaweza ukawa unapambana na watekelezaji wa makubaliano, unasahau ya kwamba hata wao wako chini ya mamlaka. Mtu mmoja akasema kuna watu unaweza kuwa tunapambana nao lakini hata wao pia wanaogopa. Ni kwa sababu kuna mtu akisema fanya, wanafanya. Wanaogopa kupoteza kazi, anaogopa kupoteza uhai, anatekeleza agenda ambazo hata yeye hajisikii vizuri kufanya, ila anafanya. Na leo tunashindana nao wote kwa jina la Bwana. Kuanzia wanaotuma na wanaotumwa tunawafutilia mbali kwa jina la Yesu. Nasema tena popote walipo, kuanzia anayetuma na wanaotumwa na wateketeza wote kwa moto kwa jina la Yesu. Kuna watu, ngoja nikueleze, ulimwengu wa roho unaweza ukatunga tukio. Walitunga tukio kwenye ulimwengu wa roho ya kwamba Ayubu anatakiwa awe maskini.
Ayubu anatakiwa apoteze watoto, apoteze mali, apoteze mifugo, apoteze afya, apoteze kila kitu. Walivyomaliza kutunga, Biblia inasema Waseba wakaja wakavamia mifugo ya Ayubu. Baadaye upepo ukaja ukapiga ukuta wa nyumba, ukuta ukawaangukia watoto. Manake ukipambana na upepo unapambana na mtekelezaji wa ajenda, sio aliyemtuma. Leo tunaenda kwa waliowatuma, wawe wamekaa kwenye angani, wawe wamekaa baharini, wawe wamekaa kwenye vichuguu, kwenye njia panda, kwenye makaburi, mahali popote walipo. Majira haya tunawaendea, tunawakamata na kuwashusha chini kuzimu na kuwafungia huko, na ajenda zao tunaziharibu katika jina la Yesu. Na chana hayo mambo ambayo wamekuandikia, wameandika ya kwamba hautafanikiwa, hautainuka, hautamiliki na kutawala. Wameandika ya kwamba Tanzania mpya haitazaliwa. Na chana hiyo karatasi, na chana na kufuta kwa damu Yesu. Yohana sura ya 1 mstari wa 6. Biblia inasema palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Jamaa alikuwa amebeba ajenda. Mbingu zilikaa zikawaza, haya ni majira ambapo kuna ajenda mpya, kuna mtembeo mpya unapaswa kuzaliwa kwenye dunia. Kutokea hapo Biblia inaniambia palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Kama Mungu anaweza akamtuma mtu, na ulimwengu wa giza unaweza kumtuma mtu, huyo mtu anaweza akaja kama mchawi, akaja kama mshirikina, lakini ndani yake amebeba ajenda ya kutoka kuzimu. Leo yoyote, hawe ni kiongozi, hawe ni mtu tu, yoyote pale alipo ambaye amebeba ajenda ya kuzimu kinyume na kanisa, yoyote pale alipo ambaye amebeba ajenda ya kuzimu kinyume na uchumi wa taifa, tunamwangamiza kwa upanga katika jina la Yesu. Upanga wa Bwana upite juu yake kwa jina la Yesu. Mbingu zinatuma watu na kuzimu inatuma watu. Bila watu ajenda za kuzimu hazifanikiwi. Bila watu ajenda za mbinguni hazifanikiwi. Lazima mtu, na ulimwengu wa roho unaweza usimtumie mtu kwa nguvu. Wakati mwingine mtu lazima akubaliane na hao watu. Kuna watu wengine wanatumika kwa kujua kabisa. Wakati Zekaria analetewa taarifa ya kwamba wewe na mke wako Elizabeth mtapata mimba ya huyu kijana anaitwa Yohana. Yohana ni kweli ametumwa kutoka kwa Mungu, lakini ilibidi kuna watu wakubali kuipokea hiyo agenda na kuitekeleza. Na huyo mtu ni Zekaria na mke wake. Zekaria alipotaka kubisha, bila nasema malaika wa Bwana akampiga ububu ili asije akaongea chochote. Kwa hiyo kuna wengine hata wao walikuwa hawataki kusaidia watu ambao wamebeba agenda za kiroho kutoka kwenye ulimwengu wa roho, lakini wamelazimishwa. Hata wewe uliyelazimishwa, leo tunakufungua kwa jina la Yesu. Yeyote ambaye umelazimishwa kubeba roho ya mauti ili kwa wewe wengi waangamie, naichomoa hiyo roho ndani yako, naichomoa hiyo roho ndani yako. Wewe ambaye umelazimishwa, umewekewa kiapo ya kwamba usipofanya ufe, leo nafuta kwa damu ya Yesu. Wale ambao mnatumikishwa kwa nguvu na ufalme wa kuzimu, naamrisha ndani ya Tanzania hiyo roho ya kuzimu iwaachie. Sema iwaachie, sema iwaachie, sema iwaachie kwa jina la Yesu. Iwaachie. Kuna wengine wanatumikishwa kwa nguvu. Ni kwa nguvu. Alikuwa anataka kusema hapana. Na angalia ufalme wa giza ulivyo, na ulimwengu wa roho jinsi ulivyo. Wakijua wamemshurutisha mtu, wanamfumba kinywa ili asije akawaambia watu nimelazimishwa. Wakamfumba Zekaria kinywa ili Zekaria asije akasema, maana yake ndio tabia yao. Kuna watu wanaweza kuwa wanatumikishwa, hata kwenye nchi wanaweza kuwa wanatumikishwa kwenye agenda ambazo hata wao hawataki, ila sasa wanatumikishwa, hawawezi kusema, wamefumbwa vinywa. Leo tunafumbua vinywa vyao. Tunafumbua vinywa vyao. Wale wanaotumikishwa kwenye agenda za mauaji, za kuharibu, tunafumbua vinywa vyao. Waanze kuongea kwa jina la Yesu. Anasema natazama utakuwa bubu siweze kusema. Maana yake Yohana asiende kuambia watu kwamba mimi Bwana nimekutana na malaika hajanielezea vizuri, sijamuelewa. Amenipa agenda ambayo. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho mtu anaweza wakapanga jambo lao. Sasa wewe utachanganyikiwa pale ambapo unashindana na mtekeleza agenda badala ya anayetunga agenda.
Hatushindani na watekelezaji wa ajenda, tunashindana na anayetunga ajenda. Hata hapa tunaweza tushindane na wale wauaji wanaotumwa wanaokuja kuua, ila tunashindana na aliyewatuma. Tunashindana na aliyewatuma. Ndio maana watu waliokuwa makini walipomwona Yesu walimwambia, wewe unafanya haya kwa mamlaka ya nani? Maana wanataka wajue nani amemtuma, nani amemtuma, ili wadili na huyo mwenye mamlaka. Unayafanya haya kwa mamlaka ya nani? Wajue huyo aliyewatuma. Na sio hivyo tu, leo tutakuwa kama wale leo tunaagiza kwenye ulimwengu wa roho malaika wawafanye hivi, wale ambao wanafanya haya mambo wafanye kama walivyofanya wale wanaosikia. Wakija na ajenda zao, wakamate, wawaweze, wapige, waharibu, waue, wavunje wanavyoweza. Sema katika jina la Yesu, kila mtu ambaye anatekeleza ajenda za kuzimu kwenye maisha yangu kuanzia leo, namfyeka kwenye maisha yangu, namfyeka kwa jina la Yesu. Kwenye Tanzania namfyeka. Lakini kuna wengine wanatumika wakiwa wamekubali kabisa, hadi amekubali kabisa kuitumikia hiyo roho, amekubali kabisa kuiuza nafsi yake ili atekeleze ajenda za kuzimu. Kuna mavijana fulani yamebeba ajenda ya kuzimu ya kushawishi watu wajiunge na vyama vya siri ili wapate hela. Na hasa kwa kutokujua, watu wengine wanaweza kaisi ni utajiri, ni kuepuka shida. Sio kuepuka shida, ni ajenda ya giza inatekelezwa bila watu kujua. Rudi pale kwenye Kutoka sura ya 1 mstari wa 13. Anasema Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli. Kwa nini? Kwa ukali. Kwa hiyo ukiona kuna ukali umeanza kutokea kwenye nchi yoyote, kuna ajenda, kuna vikao vilishakaa rohoni. Kuna vikao vilishakaa rohoni. Ukiona unapitia ugumu kwenye eneo lolote, ujue kuna vikao vilishakaa rohoni, vikatunga sheria, na hiyo sheria imeanza kutendewa kazi. Mstari wa 14, angalia vikao mstari wa 14 anasemaje? Wakafanya maisha ya watu wa Israeli kuwa uchungu, hayavutii chochote. Ni maisha ambayo hayatamaniki. Yaani wanafanya maisha yako yanakuwa uyatamani, hata ukiangalia uyatamani. Anasema wakafanya maisha yao kuwa uchungu. Kwa njia gani? Kwa kazi ngumu. Na kazi ngumu ilikuwaje? Anasema kazi ya chokaa na ya matofali. Anasema na kila namna ya kazi za mashamba. Kwa kazi zao zote wakawatumikisha kwa njia gani? Kwa ukali. Safari walikuwa wanaambiwa watengeneze matofali, hawapewi vya kutengenezea, inabidi wakatafute. Yaani zamani walikuwa wanatumikishwa kujenga, kutengeneza matofali, kutengeneza na nini, na wakawa wanapewa materials za kutengenezea. Safari walikuwa wanaambiwa wakatafute materials wenyewe. Mstari wa 15. Anasema kisha mfalme wa Misri akasema, hapa alianza kuongea na wale wazalisha. Na hapa tena ni ajenda inatekelezwa. Kule maisha yao yamefanya kuwa machungu, lakini hawa jamaa na washangaa, na kuchoka kote bado wanaendelea kuzaliana. Wakaendelea kuongezeka. Farao akaona sasa hawa ni wakubwa. Na nataka nizuie na wale ambao watazaliwa kwa sababu anajua wanazaliwa kuja kuwa waokozi. Akaanzisha ajenda nyingine ya kuua. Na wapenda hawa kina mama wakosekanagi. Huyu Shifra na Pua walipewa ajenda na Farao ya kwamba mkiona mtoto wa kiume anazaliwa, ua. Mkiona mtoto wa kike amezaliwa, mwacheni aishi. Ndio maana vita yetu pia kuna wakati mwingine inaenda pia kijinsia. Kabisa. Tuwaombee wanaume. Sasa hivi Farao anawatenda kwa akili. Hawaui, ila anaua ujinsia wao. Awe ni mwanaume lakini sio mwanaume, ni mwanamke. Yaani hawaui kwa kumuondoa duniani, ila anaua ujinsia wake. Wewe unafikiri kwa nini akubali kuwa hivyo? Mstari wa 18, hawa kina mama wakakataa ile ajenda kwa sababu walikuwa ni watu wenye hofu ya Mungu na wanamcha Mungu. Anasema lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama alivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini waliwahifadhi hai wale watoto. Mstari wa 18 anasema Mungu, mfalme akawaita na kuwauliza, kwa nini nyinyi mnafanya hili jambo na kuwahifadhi watoto waume wawe hai? Mstari wa 19 wazalisha akamwambia Farao, sisi hawa wanawake tukao tunaenda kuwazalisha, tunakuta wanazaa kwa haraka. Yaani kabla hujamfikia unakuta ameshazaa na amezaa na akaondoka. Na kuombea kila uliye hapa katika jina la Yesu, wakati aliyebeba ajenda ya kumaliza chochote kinachohusiana na maisha yako, akifika akute wewe ulishamaliza na kuondoka kwa jina la Yesu. Nasema akifika akute wewe ulishamaliza na kuondoka kwa jina la Yesu.
kila muda waje wakiwa wamechelewa katika jina la Yesu. Nasema kila muda waje wakiwa wamechelewa katika jina la Yesu. Kwa kuwa wao ni hodari, anasema nao uzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikia. Mstari wa 10 wa 20. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha, akawajengea nyumba. Yaani wakina mama walijengewa nyumba. Anasema Mungu akawatendea mema wale. Anasema na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea kuzidi kuwa wengi na nguvu nyingi. Mstari wa 21, nilipoona ile andiko pia nikajua kumbe Mungu anaweza akanijengea nyumba. Anasema ilikuwa kwa sababu ya wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, Mungu akawasimamishia nyumba. Hiyo kuwasimamishia nyumba, Mungu aliwajengea nyumba. Ukisimama na ajenda ya Mungu, Mungu anakujengea. Haya. Kwa hiyo umeona vikao wanaweza kukubaliana wengine na watekelezaji wakaja wengine. Na wakati mwingine inakuwa hivi kwa sababu wanaotunga hawataki kujulikana. Au wanatumia mamlaka walionayo kulazimisha walio chini yao. Na sio wanawalazimisha tu, wanawalazimisha wakiwa wamewekana na kiapo. Usipofanya na kufukuza. Usipofanya na kuua. Usipofanya wewe utachukua adhabu yao kwa niaba yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nikakwambia jambo la tatu, vikao vya kiroho huwa ni kwa ajili ya kupitisha agenda zao ambazo zinakuwa zimebeba mapenzi yao au makubaliano yao. Lakini pia jambo lingine, hivi vikao vya kiroho vina kazi ya kuweka hitimisho. Weka hitimisho. Wanaweza wakakaa ili wakubaliane, Bwana, sasa hiki kikao tumekaa ili tuhitimishe yale mambo tulikuwa tumeyaongea. Maana nikisema kuweka hitimisho ni kuleta mwisho wa kila kitu. Kila kitu wanakubaliana, alafu baadaye wanatekeleza. Na watu hawa wanaweza wakatumia watu kwenye kutekeleza. Ni nani anaweza kutumika? Ni nani anaweza kutumika ili kutekeleza ajenda zao? Wanaweza wakatumia watu kabisa. Ayubu sura ya kwanza kuanzia mstari wa 6. Anasema wana wa Mungu walikuwa wamekusanyika. Ni kikao hicho kilikuwa kinaendelea. Anasema ikawa katika siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Wameenda kwa ajili ya kikao. Wameenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye kwenye kikao alifanyeje? Alitokea. Shetani naye kwenye kikao alitokea. Mstari wa 7, Mungu akamwambia Shetani, Shetani, umemuona? Anasema natoka katika kuzunguka duniani. Anasema na katika huko kutembea kuna huko. Haya, mstari wa 10 akamuuliza Shetani unatoka wapi? Mstari wa 8, Mungu akamuuliza, je, umemuona mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani. Anasema mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Bwana na kuepukana na nini? Na uovu. Mstari wa 9, Shetani anamwambia Mungu, anamwambia Bwana, kwani Ayubu anamcha Bwana bure? Je, wewe hujamwekea wigo ukamzingira kila upande, ukafunika mali zake na vitu vyote alivyo navyo, na kazi ya mikono yake umezibarikia, na mali yake imezidi kuongezeka katika nchi? Maana Shetani ni adui wa maongezeko yote wa mali utakayokuwa nayo. Shetani ni adui wa baraka yote kwenye kazi ya mikono yako. Shetani pia ni adui wa vitu vyote vilivyo kwenye nyumba yako. Ni adui wa vitu vyote vilivyo kwenye nyumba yako. Mstari wa 11. Shetani akamwambia Bwana, sasa nyoosha mkono wako sasa. Ni kikao kinaendelea hiki. Uyaguse hayo alionayo, naye atakukufuru mbele za uso wako. Mstari wa 12, Shetani anapewa ruhusa. Bwana akamwambia Shetani, sasa tazama yote alionayo yako kwenye mkono wako, lakini usinyoshe mkono wako juu ya uhai wake mwenyewe. Basi Shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Lakini nataka uone Shetani ametoka mbele za uso wa Bwana. Walikuwa wanaendelea na nini? Na kikao. Sema kikao. Sema kikao. Sema tena kikao. Sema tena kikao. Sema tena kikao. Maana baada ya kikao, angalia, kikao kile kinaendelea. Baada ya kikao, mstari wa 13, matukio yanaanza. Baada ya hicho kikao, Shetani sasa ameshakubaliana kule kwa Mungu wa roho. Wamekubaliana na Mungu ya kwamba kuanzia leo Ayubu sasa nataka nidili naye mpaka amekukufuru. Yaani Shetani anaweza kabeba agenda ya kudili na mtu mpaka amefikia mahali pa kumkufuru Mungu. Aseme Mungu hayupo. Aseme simuamini Yesu tena. Aache wokovu. Shetani anaweza kadili na mtu mpaka akise mtu amefikia mahali anajinyonga mwenyewe. Unaenda unatundika kamba yako mwenyewe juu, unasimama juu ya stuli, uko pale, unasukuma stuli, unaanza kuning'inia mwenyewe. Ndugu mmoja alienda kujiua. Alifika kujiua, ametundika kamba yake kwenye mti vizuri. Akiwa anataka kujitundika, simba akatokea. Simba alivyotokea, yule ndugu alikimbia akaacha kujitundika.
Sasa watu wakamuuliza baadaye, ndugu ulikuwa unataka kujiua, si ungebaki yetu pale pale, sasa simba akumalizie. Msaada wa kukuua kirahisi umefanyaje? Umekuja. Msaada uonekana hoteli wakati wa kutaka kufa. Ndio akagundua kumbe alikuwa anatania, alikuwa hajawa serious. Alikuwa hajawa serious. Bwana Yesu asifiwe sana. Aya, sasa angalia, kule kwenye ulimwengu wa roho alishakubaliana. Mstari wa 15 anasema hivi, ilitokea siku moja, hao wanawe Ayubu sasa na binti zake walikuwa wamekaa katika nyumba. Mstari wa 13. Mstari wa 13, walikuwa wamekaa katika nyumba moja, wanakula na kunywa. Hiyo siku iangalia, hiyo siku inaweza kuwa ni Jumatano, hiyo siku inaweza kuwa ni Alhamisi, hiyo siku inaweza kuwa ni Ijumaa, ni Jumamosi, ni Jumapili au ni Jumatatu au ni Jumanne. Imepangwa kwenye ulimwengu wa roho tayari. Kikao hiki wakati kinaendelea, wana wa Ayubu hawajui. Familia ya Ayubu haijui. Watoto wa Ayubu hawajui. Wafanyakazi wa Ayubu nao wenyewe pia wafanyeje? Hawajui kinachoendelea. Hawajui kinachoendelea. Ndio maana jana nikuombea na leo nakuombea uwe na macho ya kuona mambo ya kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Uwe unaona, sisi sio vipofu kwa jina la Yesu. Ilitukia siku moja, maana walipanga hii siku. Mstari wa 14. Asema mjumbe akamfikiria Ayubu na kumwambia, hao ng'ombe walikuwa wakilima na punda nao walikuwa wakilisha karibu nao. Maana yake ng'ombe na punda. Ukirudi mistari ya juu, Ayubu alikuwa na ng'ombe kama sio 500, ni 500 nadhani. Alikuwa na kondoo wa kutosha na punda wa kutosha. Mstari wa 3 anasema mali yake aliyokuwa nayo Ayubu ni kondoo ni 7,000. Kondoo ni wangapi? Kila kondoo, tuashumu kila kondoo ni 70,000. Tuashumu kila kondoo ni 70,000. Nataka tuzidisha hapo. Na tuzidisha hapo. Ngoja tuzidishe. Tuone Ayubu kwa sasa angekuwa na shilingi ngapi. Kama tungekuwa tunamwongelea Ayubu kwa sasa, angekuwa na shilingi ngapi. Na uone ajenda ya kuzimu ilivyofanya kazi ya kumteketeza Ayubu kabisa. Kila kondoo tunawashumu ni 70,000. Nakumbuka wa kondoo alikuwa ni kondoo wa kunyoa manyoya. Kwa hiyo wana advantage, unanyoa manyoya unaenda kuuza. Maana yake kondoo jumla ilikuwa ni milioni 490. Hiyo anamiliki kwenye kondoo tu. Alafu anasema na ngamia 3,000. Ngamia wanatuambia ngamia mmoja anaweza akawa anauzwa mpaka milioni 6. Ngamia mmoja. Sasa tuchukue milioni 6 tuzidishe mara 3,000. Jumla inakuja bilioni. Yaani ukijumlisha hii ya ngamia na ile ya kondoo, hapa imenijia ni bilioni 18 na milioni 490. Hapo hatujaenda kwa ng'ombe. Hatujaenda kwa nini tena punda. Hatujaenda kwa nini tena watu wa nyumbani wengi sana. Jamaa alikuwa tajiri wa kupita kawaida. Lakini twende ule mstari wa 14 uone. Siku moja ng'ombe 500 wakiwa wanalishwa. Jozi, nao ng'ombe ni jozi, maana wako wawili wawili. Na nataka kuniambia Ayubu alikuwa na mashamba makubwa kiasi gani ya kutumia ng'ombe 500 kulima. Haki jamaa alikuwa ana mashamba pia makubwa, mengi. Anasema mjumbe akamfikiria Ayubu na kumwambia, au ng'ombe alikuwa akilima na punda walikuwa karibu nao wakilisha. Mstari wa 15 anasema Waseba, mara Waseba wakawashambulia, wakawachukua wakaenda nao. Naam, wamewaua hao watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Tukio hili Waseba wanatekeleza ajenda ya shetani. Manake hapa Waseba walikubali kushirikiana na shetani, aidha kwa kujua au kwa kutokujua, kuhakisha wanamwangamiza Ayubu. Wanatekeleza ajenda ya shetani. Sema katika jina la Yesu. Kila Mseba aliamua kukubaliana na ufalme wa giza kuniangamiza, aangamie kwanza na uzao wake kwa jina la Yesu. Aya, mstari wa 16. Waseba wamemaliza ng'ombe na punda. Anasema huyo pia alipokuwa akinena, akatokea tena mtu mwingine akusema, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni. Yani, ni moto ambao huyu mtumishi, huyu mfanyakazi wa Ayubu, kwa sababu umetokea mbinguni akahisi ni wa nani? Shetani na yenyewe pia wakati mwingine akakuletea majaribu ambayo ukiangalia ni kama vile unataka kuamini kwamba haya majaribu ni ya Mungu. Kwa sababu inaonekana ni mvua ilishuka kutoka mbinguni ikanyesha, nyumba yako ikazolewa na maji. Kwa hiyo nataka kuhamisha kwamba kwa sababu mvua ilitoka mbinguni na Mungu ndiye anayenyesha mvua wabaya na wema, hiyo mvua ilikutoka kwa Mungu. Kwa hiyo ni Mungu anakupiga.
Tafsiri yake hapa ni kwamba unaamini Mungu amefanyaje? Anakupiga. Moto umeanguka kutoka mbinguni na kuwateketeza kondoo na wale watumishi na kuangamiza. Maana yake moto ulishirikiana na shetani kutekeleza ajenda yake. Kwa hiyo shetani au ulimwengu wa roho unapotaka kutekeleza ajenda zao, wanaweza wakatumia watu na wanaweza pia wakatumia vitu. Vitu kama mvua, jua, hali ya hewa, wana uwezo wa kutumia hali ya hewa kutekeleza ajenda zao. Kama walivyotumia moto hapa. Mstari wa 17. Wakatokea tena wengine, Wakaldayo. Anasema Wakaldayo walifanya vikosi vitatu, wakawaangukia ngamia wakaenda nao. Wamewaua na wale watumishi wao wako wote kwa makali ya upanga. Mimi tu nimebaki kuletea habari. Alipokuwa huyo akinena, akaja mwingine ametoka kule kwa watoto wa Ayubu. Anasema alipokuwa akinena, akaja mwingine akasema, wanao na binti zako walikuwa wakali wakinywa divai na akila katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mstari wa 19 anasema upepo wa mashariki wenye nguvu ukaja. Anasema na mara tazama, upepo wenye nguvu ukatoka pande za jangwani, ukaipiga hiyo nyumba pembe zake 4, nayo ikafanyeje? Ikawaangukia vijana. Anasema nao wamekufa na mimi peke yangu tu nimebaki kukuletea nini? Habari. Kwa hiyo kuna ajali mtu anaweza akapata, tukaambiwa ni kwamba ile ajali itokea kwa sababu ni kwamba vile upepo ulikuja mkali, gari likaelemea upande mmoja kwa sababu ni yale labda matrela, likaelemea upande mmoja na kutokea hapo likapinduka. Ila sisi watu wa roho tunajua huu upepo umeshirikiana na shetani kutekeleza ajenda yake. Ugonjwa unaweza ukashirikiana na shetani kutekeleza ajenda yake ya mauti. Unaweza ukashirikiana. Wezi, wale wezi tunaona wale wezi wanashirikiana na shetani kutekeleza ajenda yake. Hali ya hewa. Mtu mwingine anasema mvua iliponyesha ikawa usiku ndo akaja nyumbani kwangu wakanivamia. Mvua iliponyesha maana yake hali ya hewa ilishirikiana nao kutekeleza ajenda yao. Sema leo katika jina la Yesu, kila tukio lililopangwa rohoni linalosubiria ushirikiano kutoka kwa watu, kutoka kwenye hali ya hewa, leo kwa jina la Yesu ninalipangua kila tukio linalosubiria ushirikiano wa mazingira wa hali ya hewa kutoka kwa watu. Kuanzia sasa nalifutilia mbali rohoni, nalifutilia mbali rohoni, nalifutilia mbali rohoni kwa jina la Yesu. Tafsiri nyingine kwamba tetemeko la ardhi linaweza likapiga mahali, ila tetemeko la ardhi halijatoka kwa Mungu. Limeshirikiana na ajenda ya shetani. Shetani anaweza kwenye ile eneo kuna mtu alikuwa anamtafuta au alikuwa hataki maendeleo kwenye ile eneo, linapiga tetemeko, nyumba za watu zinaharibika. Unakuja upepo unaezua mabati ya nyumba za watu. Na nikueleze ukweli, tukio lolote ambalo litaleta uharibifu kama alihusiani na Mungu, na ili litoke kwa Mungu lazima Mungu awe ametoa taarifa kwanza. Kabla gharika haijaipiga nchi, Mungu alitoa taarifa kupitia Nuhu. Na ndio maana manabii wanaongea, anasema jamani makanisa yatachomwa. Kuna watu watatokea wataanza kuchoma makanisa. Anaongea kama Nuhu alivyokuwa anaongea. Anaongea kama Lutu alivyokuwa anaongea, anambia jamani mji utateketezwa kwa moto. Sasa watu wajinga ambao walikuwa wajinga kule wanaenda nyumbani kwa Lutu. Anasema wewe Lutu unazingua. Unaongeaje vitu hivi? Kitu hivi hakijawahi kutokea. Bila sema kwenye Mwanzo 19 nadhani mstari wa 14 15 anasema Lutu akawa kama mtu ambaye anacheza machoni pao. Mstari wa 19 akawa kama mtu ambaye anacheza machoni pao. Wanamchukulia kawaida, ila Lutu ameona, Lutu ameambiwa, Lutu amesikia kutoka kwa Mungu. Mstari wa 18 anasema Lutu akatoka akasema na wakweze. Anasema waliwaposa binti zake. Akasema jamani ondokeni mahali hapo kwa sababu Bwana atauharibu mji. Bila sema lakini akawa kama mtu achezaye machoni pa wakweze. Moto huu unaona unateketeza watu hapa ni moto umetoka kwa Mungu. Ila Mungu afanyi bila kuwapa watu taarifa. Lakini sio hivyo tu, ufalme wa giza wenyewe unakuja kwa kukurupusha. Hakuna wakati mwingine mwenye taarifa, labda Mungu amdokezee mtu ya kwamba kuzimu imekusudia kufanya 1, 2, 3. Na kuanzia hapo matukio yanaanza kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wanaweza wakatumia watu, vitu, mazingira, hali ya hewa, gari, wakasema na gari, wakati umepanda gari, tairi ibasti ukiwa njiani. Wanasemesha gari, tairi ibasti ukiwa njiani. Tairi na basti, unapinduka mara 7 na baada hapo wanakuta kichwa, ubongo uko kwake, mikono iko kwake, miguu iko kwake, suruali iko kwake, kila kitu kimepotelea huko. Inawezekana kabisa wana wa Israeli wakati fulani walipokuwa wanapita kwenye bahari ya Shamu,
kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 14. Kutoka sura ya 14. Mungu anasema hivi, alichomoa matairi kwenye magari alichomoa magurudumu ambayo ni matairi kwenye magari ya Wamisri ili waende kwa uzito. Na Mungu kuchomoa matairi, maana yake hata shetani atakaje akachomoa tairi kwenye gari likapinduka baada ya hapo imeishia hapo. Nikila andiko Kutoka 14 anza mstari wa 20 na pale. Kutoka 14 mstari wa 27. Anasema Musa akanyosha mkono wake juu ya bahari kulipo pambazuka. Rudi mstari wa juu. Mstari kama 23, 24, 25 hii hapa. Anasema Bwana akayaondoa magurudumu. Haya ni matairi ya magari. Bwana ni roho. Mungu ni roho, anaweza akachomoa kabisa tairi ya gari. Pepo anaweza likatuma likachomoa tairi ya gari. Likachomoa au likalegeza. Yaani unashangaa tairi imelegeaje, na juzi nimetoka service imelegeaje hii tairi. Unasikia kuna kiongozi amepata ajali akafa. Sisi tunasema Bwana ametoa na Bwana ametoa. Sio Bwana ametoa, shetani alikuja akachomoa tairi. Na Mungu alichomoa haya magari yakiwa yanatembea. Maana yake na mapepo yanaweza kachomoa gari likiwa linatembea. Kumbe unaweza ukawa na V8 na bado hauko salama. Unaweza ukawa na Range Rover na bado hauko salama. Unaweza ukajihakikishia kwamba gari yangu ina kila kitu na bado hauko salama. Kwako salama kunategemeana na jinsi ulivyojitengeneza na kujipika kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na kutoka kwenye ile andiko leo tunachomoa magari ya watekaji na wauaji katika jina la Yesu. Jambo lingine la mwisho. Sasa sisi tuliokoka tunafanyaje kikao? Na hapa tunatokea hapa tunaenda kuomba tena kama kwa dakika 10 tunakuwa tumemaliza. Sisi tuliokoka tunafanyaje sasa, au tunashirikije kwenye hivyo vikao? Malaki sura ya 3 ule mstari wa 16. 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 Anasema ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao. Maana walikuwa wanamtukuza Mungu, wana wa Mungu wamekusanyika, wanaongea wao kwa wao. Sio hata wanaongea na Mungu, wanaongea wao kwa wao. Mpendwa na mpendwa mwenzake wanaongea wao kwa wao kuhusiana na maombi ya siku 50, kuhusiana na pigo la mwisho. Anasema walipokuwa wakisema wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza. Bwana akasikiliza na akasikia. Anasema na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele za Mungu kwa ajili hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Maana yake sisi tunaweza kuwa kwetu kwenye vikao sisi ni pale ambapo sisi kwa sisi tunasemezana. Kama ambavyo nasemezana na wewe sasa. Tunavyosemezana mimi na wewe, hivi tunavyosemezana ya kwamba kuanzia leo hautakuwa maskini katika jina la Yesu. Ya kwamba kuanzia leo hautakufa kwa ajali, hautakufa kwa sumu, hautakufa kwa upanga, hautakufa kwa tauni, hautakufa kwa chochote kilichopangwa kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Tunavyosema hivi ni kikao tunakifanya. Na mbinguni wanasikia, na sio tu wanasikia, na kuna kitabu kinaandikwa. Kila kikao kinakuwa na minutes za kikao. Sijui mnahitaji ile tuko tunaandika kikao tunahitaji. Hata na agenda sio nimeandika ile mrejesho wa kikao. Kwamba kikao tulianzia hapa, huyu alifungua kwa sala, huyu kuna muhtasari, lakini sasa mimi nataka ile ripoti yani ile ripoti nzima kwamba tulikaa tukaongea hivi na hivi, na haya ndio makubaliano yetu, mjumbe fulani alichangia hivi na sisi tukakubaliana nao. Sasa anasema tukiwa tunasemezana sisi kwa sisi, mbinguni kuna kitabu wanaandika. Nadhani kuonyesha usiache kuja kwenye ibada tusemezane. Unapokuja kwenye ibada tunaposemezana ya kwamba kuanzia leo hautaporomoka tena kwa jina la Yesu. Kule mbinguni wanaandika ya kwamba kuanzia leo kule Tanzania pale kanisa la ABC Global makao makuu au mahali popote walipo wamekubaliana ya kwamba huyu mtu hataporomoka tena kuanzia leo. Tunaposemezana ya kwamba kuanzia leo maisha yako yamefichwa ndani ya Kristo, hakuna wa kukudhuru, hakuna wa kukuzuia, hakuna wa kukupinga, hakuna wa kukuweza. Kwenye ulimwengu wa roho inaandikwa ya kwamba kuanzia leo huyu Margaret hawezekani, hakuna nguvu ya giza inamweza tena, hakuna nguvu ya uchawi
uchawi inamweza tena. Tunapokubaliana hapa kwenye ibada ya kwamba kuanzia leo mafuta ya Bwana yapo juu yako na kikombe chako kinapaswa kufurika kuanzia leo, hakuna mtesi atakuweza. Mbinguni wanaandika kwamba kuanzia leo imepitishwa, imekubaliwa, imesemwa. Na Biblia inasema tunaposema hivi duniani na mbinguni wanafungua, tunapofunga duniani na mbinguni wanafunga. Sema katika jina la Yesu, kuanzia leo mimi nitakuwa juu tu wala sio chini, katika jina la Yesu. Sema tena katika jina la Yesu, kuanzia leo natangaza, nakataa kuishiwa, nakataa kudharaulika. Kuanzia leo kwa jina la Yesu nakataa kuanguka, mimi nitabakia juu tu katika jina la Yesu. Sema tena, kuanzia leo nakataa kuugua, nakataa magonjwa, nakataa sukari, nakataa pressure, kansa uniwezi kwa jina la Yesu. Kuanzia leo natangaza biashara yangu haitakufa tena, haitaanguka tena. Safari hii nimechipua na ninachipua juma, na machipukizi haya hayatakoma kwa jina la Yesu. Tunavyokubaliana hivi ya kwamba watoto wako watakuwa ni vichwa tu, hakuna atakaye kuwa mkia, hakuna hata mmoja atakaye kuaibisha. Rohoni inaandikwa. Leo tumia dakika moja, sema kitu, sema kitu, sema kitu. Wape malaika kazi ya kuandika. Sema kitu kwa habari ya maisha yako, sema kitu kwa habari ya Tanzania, sema kitu kwa habari ya maisha yako. Tangaza, tangaza, tangaza. Tanzania na kutangazia ya kwamba kuanzia sasa hata kutawala yoyote asiye haki hata tawala tena. Tanzania na kutangazia kuanzia sasa ya kwamba ndani yako hata ingia aliyedhalimu kwenye hiyo ofisi kwa jina la Yesu. Tanzania natangaza ya kwamba wale wenye mikono iliyomwaga damu za watu wasio na hatia hawatatawala tena katika jina la Yesu. Tanzania lisikie neno la Bwana, unainuka tena, nuru yako inaangaza, utukufu wa Bwana umekujia. Tanzania natangaza ya kwamba wewe si aliyeachwa, sio mwenye kuchupa, unaitwa Beula na watu wako ni Beula na nchini ya msiba katika jina la Yesu. Maana yake namfurahia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tanzania wewe umevalishwa taji ya kifalme juu yako. Mashanda raka yanda karababa, chakula kinatoka kwako kinaenda kwenye mataifa mengine, biashara inatokea hapa inaenda kwenye mataifa mengine. Natangaza thamani ya fedha yako Tanzania inapanda, 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 inapanda. Naisemesha shilingi ya Tanzania ongezeka thamani, ongezeka thamani, ongezeka thamani. Natangaza kwa jina la Yesu ya kwamba yale waliokuwa wanayatekeleza kwenye ulimwengu wa roho, utamakashanda kutoka kwenye ufalme wa giza, hayatafanikiwa, 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 hayatafanikiwa. Ni nani asemaye jambo na likatokea isipokuwa Bwana amemwambia mtu huyo? Natangaza na mambo haya yanatokea kweli kweli kwa neno la Bwana kwa jina la Yesu, ya kwamba Tanzania itawaheshimu watumishi wa Mungu. Tanzania itawaheshimu manabii wa Bwana. Tanzania italiheshimu kanisa. Tanzania, Tanzania wenye haki wanaumiliki uchumi wako, wenye haki wanafanikiwa ndani yako kwa jina la Yesu. Tanzania elimu yako inapanda thamani. Tanzania madini yako yanapanda thamani. Vivutio vyako vya utalii vinageuka kuwa sifa duniani. Natangaza Tanzania utakuwa ni mji wa amani, mji wa makimbilio ambao watu wanaokimbilia. Mayakandaraba shadabarababa yakana makata lesaparadada. Ajitangazie, ajitabirie, ajitabirie, ajitabirie. Kwa dakika hizi navuka mipaka Tanzania, navuka mipaka kwa jina la Yesu. Naanza kwenda nje ya nchi, naanza kwenda, habari zako zinaendea. Tangaza, tangaza kwamba biashara yako mara hii inainuka na haitakufa kwa jina la Yesu.
Natangaza ya kwamba mara hii, natangaza kwa neno la Bwana ya kwamba ninainuka na hakuna kunirudisha nyuma. Natangaza matukio ya kuinua maseba, matukio yaliyopangwa rohoni kwenye ufalme wa giza ya kuniinulia mazingira kinyume changu, ya kuinua hali ya hewa kinyume changu, hayatafanikiwa, hayatafanikiwa, hayatafanikiwa. Hakuna mimba ya madhara itazaliwa tena ndani ya taifa hili katika jina la Yesu. Nimebarikiwa na nimefanya kuwa baraka, na jina langu linakuzwa na Bwana kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mimi sio wa kawaida tena kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mimi ni jiwe liangushalo na mwamba ukwazao mbele ya adui zangu. Mbele ya adui zangu mimi ni moto, mbele ya adui zangu mimi ni upepo, sishikiki, sizuiliki kwa jina la Yesu. Mbele ya adui zangu mimi ni kama nuru. Giza lilishindana na nuru lakini halikuiweza, hamniwezi kwa jina la Yesu. Mbele ya adui zangu mimi ni upepo wa kisulisuli, upepo wa kisulisuli ukipita wasio haki hawapo tena. Mbele ya adui zangu mimi ni kama maji mengi, ninawazoa kwa jina la Yesu. Mbele ya adui zangu natangaza mimi ni ile silaha wanayoiogopa. I am a terror to the devil. I am the terror to the devil. Mimi ni hatari kwa ufalme wa giza, ni hatari. Nothing shall touch me, hakuna cha kunigusa. Nimeandikwa rohoni, touch not, msimguse masihi wa Bwana. Hakuna cha kunidhuru, hakuna kunikamata kwa damu ya Yesu. Bwana amenizingira mimi na waombaji hao kama ukuta wa moto. Ametuzingira kila upande, ametuzingira kila upande. Utukufu wa Bwana wa nyumba hii unauramakata, unakuwa mkubwa, ni mkubwa, ni mkubwa. Sema tunahamia kwenye utukufu mkubwa, tunahamia kwenye utukufu mkubwa katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Imekuwa, imekuwa, imekuwa katika jina la Yesu. Na mimi natangaza kwa neno la Bwana ya kwamba hutarudi chini tena katika jina la Yesu. Nasema hutarudi chini tena katika jina la Yesu. Yale matukio ambayo adui alikuwa ameyapanga kinyume na maisha yako kwenye ulimwengu wa roho, nimeyapangua kwa jina la Yesu. Vile vikao vya uharibifu kinyume na uchumi, kinyume na afya, kinyume na ndoa, kinyume na hatima na maono makubwa ulionayo, leo tunaviharibu kwa jina la Yesu. Iwe wamekaa wanadamu kwa wanadamu, au wamekaa wanadamu kwa roho za ulimwengu wa roho, au imekaa viumbe vya rohoni, leo ajenda yote kinyume na maisha yako tunaipangua kwa jina la Yesu. Kwa sababu wewe ni mwenye haki wa Bwana na umeambatana nasi kwenye maombi haya, tumepangua kwa jina la Yesu, na imekuwa katika jina la Yesu. Kamata sadaka yako pale ulipo. Kamata sadaka yako pale ulipo.